Alia, unakumbuka vizuri kweli kwamba uliweka pete humu? Ndiyo bibi, nilikuwa nimeweka vizuri kabisa, na nilikuwa nimeweka kwenye hili boksi bibi. Una uhakika? Ndiyo kaka, nina uhakika na hili 100%. Nawezaje kuweka utani kwenye hili? Sasa itakuwa wapi jamani? Hili halijawahi kutokea kabla. Ndiyo bibi, hili jambo halijawahi kabisa kutokea katika familia yetu. Nashangaa kwa nini limetokea sasa hivi. Alia, hebu nenda kaangalia chumbani kwako. Labda kuna mahali utakuwa umeweka alafu umesahau. Sawa, naenda kuangalia. Alia, hata mimi nitaongozana na wewe. Twende Mitali. Nakuja. Niambie, uliangalia vizuri na kuiweka pete? Na una uhakika kabisa uliweka katika pochi ya Pragya? Bila shaka Yaani najua vizuri kabisa pochi la Pragya ni lipi. Mungu wangu. Huyu mwanamke sijui kanisikia. Tano, tulikuwa tunafikiria tutaanza kuitafutia hapa. Si ndio Safi sana Alia, mpango mzuri sana. Umeondoa pete na Pragya ndiye atakayelaumiwa. Kwa hiyo yuko upande wetu. Kama ungefanya hii mipango kabla ya ndoa, haya yote singeweza kutokea. Mitali, kama umeshamaliza unaweza tu kuondoka. Mimi na Tano kuna jambo tunataka tujadili wawili. Sawa, naondoka. Usisahau kufunga huo mlango. Nilikwambia, si kwa kusikia tu, bali ni kwa kuyaona. Kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa tuhuma za wizi, Pragya atavunja uaminifu kwa bibi. Halafu kama Purab ana hisia zozote zilizobaki, nazo pia zitapotea. Mpenzi, unajua hii sio kwa ajili ya bibi na Purab peke yao. Mpango huu utaangusha heshima yake kwa kila mtu. Kila mtu atajua jinsi alivyo mbaya na mwizi. Naamini kila mtu atamchukia. Na wakati atakapokamatwa kwenye sherehe yangu ya pete, unajua itaongeza burudani kabisa kwenye sherehe yangu. Wakati mwingine namhurumia sana. Maskini msichana wa watu jamani. Unajua alikuja kama msichana mgeni na kutaka kushinda moyo wa kila mtu. Pole yake. Siamini kabisa. Ataondoka muda si mrefu. Yaani hapa picha ndo kwanza linaanza sasa. Twende tukafurahie. Twende. Bibi, Abi, nimetafuta chumba chote lakini sijaipata hiyo pete. Yaani pete inapotea siku ya uchumba? Ni ishara mbaya. Pete haijatoweka. Itakuwa kuna mtu amefanya hivi. Nina uhakika kabisa huyo mtu atakuwa hataki mimi nichumbiwe na Purab. Unasema nini? Ni nani huyo ambaye hapendi furaha ya uchumba wenu? Lazima kuna mtu atakuwa hataki huu uchumba ufanyike. Bibi, mimi mwenyewe niliichagua hiyo pete. Ni pete ya gharama sana. Pamoja ya kutuona sisi tuko kwenye mahusiano, lakini bado alikuwa anaitazama hiyo pete. Na nina uhakika na aliyefanya hivi ni mwanafamilia. Nyamaza, wewe huongea chochote tu kijacho katika akili yako. Hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo. Ni lazima itakuwa imeanguka mahali. Itafute vizuri na uwaulize wafanyakazi. Nadhani kwamba hiyo pete Pragya atakuwa ameichukua. Anatoka katika familia ya kimaskini. Kuona pete almasi lazima atakuwa kaingiwa tamaa. Na pia ni yeye peke yake ndiye ambaye hakutaka Purab na Alia wachumbiane. Nimetafuta nyumba nzima lakini sijaona pete. Nenda Robi. Niliwaambia haya yote kwamba hatutaipata hii pete. Na sasa tutawezaje? Kwa sababu ambaye ameiba pete hii ameiweka sehemu salama ambayo anaijua yeye mwenyewe. Alia, mwanangu, sahau pete. Tuendelee. Tutatafuta pete zingine. Uchumba uendelee. Tutajadili kuhusu pete baadaye sana. Uchumba huu hautofanyika mpaka mimi nitakapopata pete yangu bibi, na mpaka mwizi atakapokamatwa. Kwa vyovyote vile lazima ajulikane. Yaani huyu mwizi mwenye jicho la husda katika haya mahusiano yetu. Hatuwezi kuwa na wakati mzuri kabisa. Kwa hiyo utafanya nini? Samahanini wote. Naamini kuwa nyinyi wote hapa mnafahamu kwamba pete yangu ya uchumba imepotea na haijaweza kupatikana mahali popote ndani ya hii nyumba. Hii inamaanisha kwamba
Mtu huyo aliochukua hiyo pete yuko hapa kati yetu na anatusikia sasa hivi. Swala sio kujua ni jinsi gani pete ilivyokuwa ya gharama. Tunachotaka kufahamu hapa ni kumfahamu huyo mtu ambaye amechukua hiyo pete, na atuelezeni kwa sababu gani hataki uchumba wangu mimi na Purab ufanyike. Nyie wote mnaweza kuona ni jinsi gani watu wanakuwa na wasiwasi wanapoona mahusiano yao yako hatarini, na natumaini nyie wote hapa mtatoa ushirikiano. Sisi hatumshutumu mtu, lakini nyie wote tafadhalini jaribuni kuelewa hii hali na wote tupeane ushirikiano, kwa sababu kila mtu aliyofika hapa itamlazimu kupekuliwa. Unaongea nini wewe? Sisi wote ni familia hapa. Unataka kupekua watu wote? Ni sawa na kuwadhalilisha. Sio wote bibi, ni yule aliyeiba. Aliatulia. Mimi najua kwamba unamshuku Pragya katika hili, lakini kwa kumpekua kila mtu kama hivyo inamaanisha ni kuifedhehesha familia yetu. Itakuwaje kama utaipata pete kwenye pochi la Pragya? Sasa tunafanya vipi kaka? Niliiweka hapo tu. Sasa Pragya ataumbuliwa mbele ya kila mtu hapa, lazima achukiwe. Kwa hiyo leo pamoja na wachumba wako ni lazima muone aondoke katika nyumba hii Kabisa. Twende. Samahani kaka, lazima tufanye hivi. Kwa hiyo tuendeleeni. Ndiyo, mnaweza mkaanza kukagua pochi yangu kwanza. Mnaweza mkinikagua hata mimi. Ikiwa familia yako itatoa ushirikiano, sisi hatuna shida. Pragya, samahani. Purab, kama hautojali, tafadhali naomba uwapekue ndugu zangu mimi, na walinzi watawapekua wageni waalikwa. Tafadhali. Chukua uangalie. Subiri kwanza. Haya, angalia sasa. Mbona pesa nyingi hivi? Mungu wangu, Akashi atakuwa ameanza utapeli. Mama, nataka kwenda chooni. Tutaenda baadaye. Nataka kwenda sasa hivi, la sivyo nitaloanisha nguo yangu. Nyamaza, mimi nilikuwa nafurahia hapa. Haya sawa, twende sasa hivi turudi mapema. Mkoba wako. Subiri, hakuna mtu yeyote wa kukagua pochi ya Pragya. Ni nini hii bibi? Kwa kuwa Pragya ni mkwe wako, kwa hiyo na wanafamilia wengine si kitu kwako. Unamwamini sana yeye, na wengine hauamini kabisa. Namaanisha wageni wote wanaweza kufikiria kwamba wewe unawabagua na kuwadhalilisha. Wala haina haja kabisa. Niambie tu, naweza nikafanya nini? Hapana bibi, nilikuwa tu... Hili ni jambo la kifamilia, ni bora tu ujitenge nayo. Bibi ana tatizo gani? Atatuharibia mpango wetu huyu. Kama mnataka Pragya akaguliwe, basi atamkagua mme wake. Bibi, mapambo yote yalikuwa sawa. Kwa nini unataka mimi ndo nimkague? Unatakiwa ufanye hivyo. Tena sio mbele ya kila mtu. Nimepata pete.
Kwa nini ulifanya hivi? Ulikuwa unataka nini? Ulitaka pesa eh? Au ulitaka kuzuia uchumba wao? Kwa nini ulifanya huu wizi? Bibi, hii hapa pete. Kaka, una uhakika kwamba hii ni pete ya uchumba ya Alia? Namaanisha mimi kusema kuwa pete hii ni ya kawaida sana. Angalia. Nawezaje kusahau kaka? Wewe ni mzoefu sana wa kusijua almasi. Inakuwaje sasa? Umedanganywaje kuwa hii ni almasi? Hii ni ngoloka. Alia, mtu hahifadhi pesa kwenye pete ya uchumba. Kaka, unafikiri naweza kufanya hivyo? Hii sio pete yangu kaka, ni yangu. Nimenunua kwa rupia 350 katika tamasha. Hii ni yako? Ndiyo. Angalia bibi, nilikwambia hili jambo. Mke wangu mimi ni mwoga sana. Na wewe, yani kuishi na mimi umekuwa kama mimi vile. Kwa nini kusema mapema kwamba pete hii ni ya kwako? Unajua leo ni siku ya uchumba dada yangu. Nasikitika sana. Na ndio sababu niliweza kutolama bila hata kuangalia. Samahani. Hata hivyo, kwa nini uweke pete kwenye pochi yako? Pete inatakiwa kuvaliwa. Tangu uliponunua pete hii, imekuwa ya thamani zaidi ya almasi kwangu. Kwa hiyo baada ya hapa, usirudi tena kuiweka kwenye pochi. Nipe mkono wako nikuvalishe. Kwa nini namtazama machoni mwake huyo? Hebu kwanza niambie, ni nani ambaye alikagua lile pochi? Pragya, unafikiria nani mwingine? Lakini hiyo pochi sio ya Pragya. Pragya amebeba hiyo pochi tangia asubuhi na sasa hivi unasema sio yake. Lakini inawezekana vipi Alia? Kwa sababu ile pochi nayoiona sio ile nilompatia Pragya. Wala sijaiweka ile pete kwenye ile pochi. Sasa pete itakuwa kwenye pochi ya nani? Nitaangalia. Nipe dakika moja. Ile pale pochi. Alia, niliweka ile pete kwenye ile pochi. Angalia. Pochi ya Bulbul? Maigizo gani haya? Kudhalilisha watu kwa ajili ya pete ya almasi? Ina maana hiyo pete ndo muhimu zaidi kuliko hata huo uchumba wenyewe. Wacha nikazungumze na Alia. Ni nini hii Alia? Huu mpango ulikuwa wa Pragya, kwa hiyo unatakiwa kumuumbua. Sasa tutapata nini kumdhalilisha dada yake? Tanu, kwa nini una wasiwasi sana na wewe? Sikiliza Tano, ile pete tayari iko kimakosa kwenye pochi la dada yake Pragya. Sasa tunawezaje kumdhalilisha? Lakini wewe tulia. Pragya lazima adhalilike tu. Wewe tulia tu utaona. Furahia. Mimi nilitaka kuona Pragya anakamatwa mchana kweupe. Hiyo pete ya almasi ilipaswa kuwa kwenye pochi yake. Kwa hiyo inamaanisha kuwa huu ulikuwa ni mpango wao ili pete ya Alia ipotee? Tano kipenzi wewe. Purab. Purab, sikiliza. Nilikuwa namwambia Tanu, bado hatujaipata pete. Tutawezaje kuufunga uchumba wetu sasa Purab? Na mimi naitaka sana hiyo pete. Fanya kitu Purab. Kaitafute pete mpenzi. Fanya kitu.
Ulimshutumu vipi mkeo wakati haukuangalia kwa makini? Nilizani kwamba ndo pete ile ile. Kwa hiyo mara nilivyoipata sikuweza kabisa ni kuiangalia bibi. Najua sikutakiwa kufanya hivyo, nimefanya makosa, ila nimemwomba msamaha. Samahani ya nini? Mtazame, anajisikia vibaya sana mwenzio. Yaani natamani angeumbuka. Anajisikia vibaya kwa sababu yako wewe. Haya, nenda kambembeleze. Nataka ajisikie vibaya, nenda kambembeleze. Hunisikii? Lakini nilisema samahani bibi. Ni mke wako na sio rafiki yako. Mke anahitaji kubembelezwa. Hebu mfanyie kitu atabasamu, vinginevyo unajua kitakachotokea. Ndio, najua. Utarudi kijijini. Ndio. Nenda. Toka hapa. Yaani muda wote ananitishia tu mimi. Yaani sijui hata nimweleweshe vipi, kwa sababu hata tabasamu lake ni butu kama yeye mwenyewe. Tabasamu. Sio kutoka moyoni mwako, tabasamu uso wako. Bibi yangu ameniambia kwamba nataka mimi nikufanya wewe tabasamu. Kwa hiyo tafadhali nirahisishie kazi yangu. Furahi. Kama ningekuwa nimekukasirikia na kama mama yako angekwambia wewe nibembeleze, ungefanya nini basi? Safi. Hivyo msichana mzuri. Hata hivyo, hiyo sio ngumu kwako, kwa sababu wewe ni mtaalamu wa uongo. Aya, sasa tabasamu kidogo. Najua kwamba tabasamu lako lina kujilazimisha, ila na uhakika unaweza kulimudu. Nakupa nafasi kwa sasa, lakini mara tu nitakapokufichua, tabasamu lako litatoweka milele, halitarudi tena. Aya, sasa mpenzi wangu. Aya, tabasamu. Tabasamu mpenzi. Ili mwanamke ulipaswa kuwa profesa kabisa, au mwekezaji fulani hivi. Mpenzi. Samahani, hiyo pochi yako... Subiri, usikague pochi yake. Mkuu, kama nisipoikagua pochi yake, kila mtu atamsadiki yeye. Tizama, hata yeye pia ni mwanafamilia, si ndio? Mimi nitamkagua. Basi wewe nenda tukakague wengine. Yeye anajifanya mjanja sana huyu. Ngoja tuone nini atakachokifanya baada ya kukamatwa. Purabu, mimi hiyo pete imekuja vipi kwenye pochi yangu hata sijui, na hapo wala sikuweka humo mimi. Pochi yangu umeipenda eh? Ndio, nimependa. Vipi, tubadilishane au? Sawa, tubadilishane. Kweli? Sawa. Lakini mimi nilikuwa nimebadilishana pochi na dangu Pragya. Lakini nani sasa ambaye ameweka hii pete? Mimi najua ni nani amefanya hivi na ni kwa nini. Lakini Purab, hii pete sasa hivi niko nayo mimi. Bulbul, usijali. Siwezi kukuacha uingie kwenye tatizo. Ikiwa nimeweza kumwoa Alia kwa ajili yako, basi naweza kufanya chochote kukuokoa wewe. Sijaiona pete. Kivipi haipo humo? Wewe utakuwa hujaangalia vizuri. Leta niangalie. Inawezekana vipi isiwepo? Hii pete lazima itakuwa sehemu. Alia, mimi tayari nimeshakagua hilo pochi. Hakuna pete humo. Unafanya nini sasa? Pura, hujaangalia vizuri. Ngoja mimi niangalie vizuri. Hili linawezekanaje? Pete ilitakiwa iwe humu. Kwa jinsi unavyoongea ni kama una uhakika kabisa kwamba hiyo pete iko katika hii pochi. Hapana, namaanisha
Kila mtu ameshafanyiwa uchunguzi, ni wewe tu peke yako ndio ulikuwa umebakia. Alia, pete imepotea. Sasa uchumba utafanyikaje? Sasa utaipata vipi hiyo pete? Na tayari kila mtu ameshakaguliwa hapa. Ala, pochi ya 5 yenyewe bado haijapekuliwa. Mimi? Unamaanisha utanikagua na mimi? Mimi ni rafiki yake kipenzi Alia. Sasa kwa nini niibe pete? Hata Pragya hakuwa ameiba, lakini bado tulimkagua. Tusipokukagua watasema tumependelea. Kwa hiyo itakubidi na wewe ukaguliwe, sawa? Wacha na hayo bibi, tutatumia pete nyingine ya uchumba. Wewe usiingilie. Kwa nini yeye asikaguliwe? Lazima akaguliwe. Sawa, nikague. Kwa hiyo pete ilikuwa kwako, ulikuwa umeiba na kwa makusudi ukalazimisha wageni wakaguliwe. Kumbe unajijua, umezalilisha wageni, na wewe unajiita rafiki wa karibu wa Alia. Hivi huoni hata aibu kufanya hivi? Na wewe, kwa nini ulikuwa unamtetea na mbona umenyamaza kimya? Muulize kwa nini amefanya hivyo, na pia muulize ni kwa nini alimshutumu mkwe wangu. Bibi, niamini, sijafanya kitu kama hiki. Tafadhali niamini. Funga mdomo wako. Kama ungekuwa sio kipenzi rafiki wa Alia, sijui ningekufanya kitu gani wewe. Na wewe umeona, mtu pekee ambaye hana kabisa furaha na uchumba wako umemjua sasa. Umeridhika? Imetokeaje hii? Hii pete ilikuwa kwenye pochi ya Pragya. Imekuwaje tena iwe kwenye pochi ya 5? Jamani, Kuna nini? kaka, samahani sana. Hata mimi mwenyewe sielewi. Yani, wakati nilipokuwa namwonyesha pete yangu ya uchumba 5, nilikuwa na furaha, nikasahau kuweka kwenye boksi kaka. Bibi, samahani. Na wakati huo pochi ya 5 ilikuwa mikononi mwangu. Kwa bahati mbaya niliweka pete hiyo kwenye pochi yake. Ali, unaweza vipi kufanya hivi? Unaweza vipi kusahau mahali ulipoweka pete yako ya uchumba? Umewatia aibu wageni wote waliokuja katika hii sherehe kwa ajili yako. Na kwa hiki ambacho umekifanya siku hii ya leo, rafiki yako mpendwa amedhalilika. Samahani kaka. Sio mimi. Mwambie samahani rafiki yako. 5, samahani sana rafiki yangu, ni kosa langu. Samahani sana 5, tafadhali nisamehe. Najua haya yote yametokea kwa sababu ya Pragya. Nitalipiza hichi kisasi cha wewe kudhalilika hivi kwa sababu ya Pragya. Nitamfanyia kitu ambacho hataweza hata kuangaliana na mtu yeyote machoni. Bibi, samahani sana. Wewe unajua huwa napitia hali kama hizi. Tafadhali niwie radhi. Sio kosa la 5 bibi, ni kosa langu. Jamani, naomba radhi kwa kila mtu kwa niaba ya Alia. Nyinyi nyote mmefedheheka kwa sababu yetu, tusameheni. Tumechelewa sana. Sherehe ya uchumba ianze.
Pragya mwanangu, mpe pete Alia. Hongera. Ulikuwa umeiba na kwa makusudi ukalazimisha wageni wakaguliwe, na unamuita Alia rafiki yako kipenzi? Hivi hauoni aibu kufanya hivyo? Kwa hiyo ungeenda kuifanyia nini? Unamaanisha? Sikuwahi kufikiria kama ungekuwa hivyo. Unaongea nini wewe? Unajua vizuri ni nini ambacho nakiongea. Ulichokifanya hakikuwa sawa kabisa. Umekosea. Subiri kwanza. Kwa hiyo nafikiria kwamba mimi nilificha hiyo pete? Ali amekiri mbele ya kila mtu kuwa yeye aliweka hiyo pete kwenye pochi yangu kimakosa. Umeelewa? Tano, kwa kuwa wewe ni mjanja usiwafanye watu wengine wakaonekana wajinga. Na mpango wako uliokuwa umeupanga, nilikuwa na ujua vizuri kabisa. Yaani hujui tu ni jinsi gani nilivyo na hasira na wewe. Afu unajua nini? Samahani kwa kusema hivi, ila nimefurahi kwa sababu Abi hakukuoa wewe. Kwa sababu wewe haumstahili kabisa, wala sio hadhi yake. Na unajua nini? Abi ameshaoa sasa hivi. Kwa hivyo, kuanzia sasa hivi na kuendelea, wewe hapo ukae mbali kabisa na Abi. Basi, huna sifa tena. Sio mimi. Wasiwasi ni juu yako. Kwa sababu ninaimpenda, lazima nitampata. Lakini wewe unaimpenda, huwezi kumpata. Na pia hataweza kuwa na mtu mwingine yeyote. Acha niwe mkweli, hili vazi limekupendeza hatari. Asante mpendwa. Kwa mara ya kwanza umevaa vazi ambalo mimi nimelibuni. Umedamshi balaa. Mambo Pragya. Oh, wow, jamani, umependeza. Niwe mkweli tu, kiukweli hili vazi limekupendeza hatari. Mtizame jinsi alivyo mrembo. Wewe pia. Asante. Tanu, bebi yake, mambo? Si jambo. Unajua nini? Unajua jambo zuri kwa ajili ya jamii wewe? Hata tukivunja mahusiano, tunaweza kuwa marafiki wazuri tu. Mimi naenda kuonana na Alia. Afreshi. Maitaki kuwa. Nataka kuongea na wewe sasa hivi. Wacha nikachukue dawa kwa ajili ya bibi. Ilikuwaje Tano? Umebadilika sana Abi. Mimi nilidhalilishwa, lakini hukuja kuongea na mimi hata mara moja. Tano, mimi toka nimekuja hapa wewe umemganda tu huyu mwenye miwani. Tano, hivi nizungumze vipi wewe? Ingekwaje kama kuna mtu yeyote yule amegeza kutusikia mazungumzo yetu? Unajali tu kuhusu hali yako na sio mimi. Umenisahau kabisa. Unaongea nini Tano?
Tano, sasa unazidisha chumvi. Unaijua hali ya nyumbani. Basi achana na hiyo hali, jali kuhusu mimi basi. Tutakwenda sehemu nyingine mbali ambapo hakutakuwa na mtu mwingine. Tano, hivi mimi naweza kuwajuaje wageni wote ambao walikuja pale? Wageni wa bibi, ndugu zake Pragya? Sitaki hata kusikia hilo jina lake. Abi, ikiwa utanipuuzia kwa sababu yake basi sitaongea kuhusu yeye kabisa. Wewe twende tu na mimi kwa sasa, ni hivyo tu. Tano, unaweza vipi kuondoka? Leo ni sherehe ya uchumba wa Alia na unajua kwamba ni siku muhimu sana kwangu. Siwezi kuacha sherehe ya uchumba na kuondoka. Nafikiri utakuwa umenielewa. Nilijua tu itakuwa hivi, lakini nafikiri kwamba nimeshakuwa na gundu la kudhalilishwa tu. Sawa, hakuna shida, endelea kusherekea. Mi naondoka. Tano, nisikilize basi. Pumbavu wewe Andy. Uwe vipi jamani? Mbona changanya miguu kiasi hicho? Unamwongelea huyo alokula miguu ya kuku? Kuna nini tena? Yaani hizi haraka inaonyesha kabisa amegombana na mpenzi wake. Ndio hivyo, sitaongea naye tena. Tanu, hebu acha hizo bwana. Yaani umegombana na mpenzi wako, alafu hasira zako unataka kuzimalizia kwa Alia? Kwa Alia? Wewe si uliiba pete yake? Ukutakiwa kufanya hivyo. Kama ukimfanyia mtu yote ubaya lazima ukurudie wewe. Unataka tu kumtenganisha na mchumba wake wewe. Tizama, mpenzi wako ndo tayari ameshakuacha. Unaenda wapi wewe? Tunaongea kwa maslahi yako. Wewe si umegombana na mpenzi wako, si ndio? Tutakuunganisha naye. Kaonane na Pragya. Ni binti mzuri na ametoka kwenye familia ya maadili. Yeye anajielewa sana, atakupatia vidokezo jinsi ya kuheshimu wakubwa. Yaani mimi ndo ningekuwa katika nafasi yako, ningejipendekeza awe rafiki yangu, kwa sababu ni lazima ungeweza kujifunza vitu vizuri kutoka kwake na maisha ungekuwa umeyapatia kabisa. Weka hapa, tutakwenda kumwambia Pragya. Na ikiwa sisi tutamwambia, kwa moyo wake lazima atakusaidia. Twende zetu nani? Twende zetu mama. Hivi mimi kweli ndo napitia haya hadi nalazimika kufanya vitu vibaya? Yote haya ni makosa ya Abi. Amemwendekeza sana na ndio maana anadiriki kufanya. Samahani. Hivi unadhani wewe ni nani hasa hadi unanifundisha ni jinsi gani ya kumudu Abi? Nimesema saa ngapi hivi? Umesema wapi? Hiyo haijalishi. Nachojua umesema wazee wote wa kwenye familia, yani umewavutia upande wako. Sikiliza, unawachochea na wanaenda kumshawishi Abi, na ndio maana Abi ananidharau sana mimi, wala hanisikilizi. Hivi unafikiria nini? Na hii itaendelea mpaka lini Na una bahati sana wewe. Mshukuru Mungu pete haikupatikana kwako, na hakuna mtu yoyote angeweza kuthibitisha kwamba wewe sio mwizi. Ungedhalilika sana mbele ya familia yako na mbele ya kila mtu. Mimi najua kuwa wewe unajaribu kuingilia kati yetu mimi na Abi, lakini hapana, huwezi kufanya hivyo. Sahau kabisa kuja kati yetu. Utaondoka katika hii nyumba. Ni swala la siku chache tu, subiri. Sitaruhusu ndoa hii idumu. Ni ndoa gani hiyo ambayo unaizungumzia? Hii ndoa haina maana yoyote ile kwangu zaidi ya masihara. Unaongelea ndoa ambayo imesimama katika misingi ama imesimama katika uongo? Unazungumzia uhusiano ambao unabomoa moyo wa mtu ama unaujenga? Unazungumzia ndoa gani hiyo? Ndoa ambayo inaharibu kabisa maisha ya mtu na kisha inaitwa umoja mbele ya watu wote? Ama unazungumzia ndoa ambayo viapo kadhaa vilichukuliwa na nadhiri zikafanywa lakini uhusiano haukutunzwa? Ndoa ambayo mume usiku wa harusi hakuwa na mke wake bali alikuwa kwa mpenzi wake? Labda ninyi watu ndio mnaita hii ni ndoa, lakini watu wa aina yangu tunaita haya ni masihara tu. Unaumia Unaumia, si ndio? Sasa hayo maumivu. Sisikii maumivu hata kidogo. Na kama sitakuja kusikia wivu, kwa sababu hata maumivu yangu yanaelewa sana mpinzani wangu ni nani. Na kwangu mimi haina tofauti ya kwamba Abhishek yuko wapi na nani na wakati gani. Ninachokijali pekee ni watu wa hii familia. Na kitu pekee ambacho nakifikiria ni furaha ya watu wa familia yangu, kwa sababu nimeifunga hii ndoa kwa ajili ya furaha yao. Lakini kama hautajali, naomba nikuulize swali. Mimi sikatai na bahati mbaya, lakini wewe una umuhimu gani hapa? Na kwa nini ukamruhusu Abhishek anioe? Hivi unampenda kweli au? Hebu nyamaza, funga hilo domo lako. Mimi sio kama wewe, sawa? Una nini wewe? Hivi unajua hata harufu ya makeup wewe? Na unajua hata kope ni nini? Hata ukienda katika saluni za warembo hawatajua ni nini cha kukufanya. Unanipa vidokezo mimi? Kama wewe huwezi kuwa kama mimi, hata iwe ndotoni huwezi kuwa kama mimi. Umenipata? Wala sitaki kuwa kama wewe. Nina furaha na jinsi nilivyo. Ninakubali kwamba wewe ni mrembo kuliko mimi na una pesa nyingi sana zaidi yangu,
una kipaji na ni maarufu. Popote ambako utapita lazima watu wageuke na kukutazama. Mimi sina magauni ya aina hii, wala sina mikoba ya wanamitindo, kadi zisizohesabika za benki, na wala sina salio la kutosha kama wewe. Hakuna shaka wewe ni mtu ambaye kila mtu anamtamani, lakini kuna mabinti wengi sana wa aina yangu ambao hawatamani kuwa kama wewe. Unaelewa sasa? Lakini hata kama ukitaka huwezi kuwa kama sisi. Wewe ni mwanamitindo, kwa hiyo makeup zako nyeusi na kope ndio vitu vya muhimu kwako. Lakini mimi ni mwalimu. Ushauri ambao unanipatia mimi hautafanya kazi kwangu, kwa sababu ushauri na utoa kwa watoto unatosha kabisa kuwafundisha katika maisha yao. Sijui jinsi ya kupanga njama kwa mtu fulani ili waende kumdhuru mtu mwingine, kwa sababu mimi nawafundisha watoto kitu ambacho kitaishi katika maisha yao na watatembea kwa kujiamini. Inawezekana unapoamka asubuhi kitu cha kwanza unachokifanya ni kujiangalia katika kioo, lakini mimi huwa namwangalia Mungu. Katika maisha yako kitu cha muhimu zaidi katika dunia yako ni wewe mwenyewe, lakini katika dunia yangu watu wa muhimu ni watu wangu. Lazima nihakikishe kila wakati na watunza. Bibi amekunywa chai ama la, mama amemeza dawa ama la, wakati mwingine na watazama Bantu na Babri na hata mdogo wangu pia. Na kitu cha muhimu zaidi, naweza nikawa muongo ama mkosefu ama mwenye tamaa pia. Naweza nisiwe mrembo pia, lakini siwezi kuwa mpumbavu. Na ninajua vizuri sana ni kitu gani nakitaka. Vyovyote nilivyo, ndivyo nilivyo. Siwezi kujihusisha na mtu ambaye yuko katika ndoa yake. Haya dada, chakula chako unachokipenda hiki hapa. Asante dada. Swani, chakula ni kitamu sana. Lakini kwa nini cha sahani hii ni kitamu zaidi? Sukari itakuwa ilimwagikia katika hiyo sahani. Ndio maana unaona hivi. Najisikia vizuri kula pamoja na nyewe wana familia. Vinginevyo kula na watu bandia kwa mtindo wa kujionyesha hauwezi kupata ladha. Fanyeni hivi, nyewe wawili nifuateni mara moja. Si ndio Ndio. Dada, wala usiwe na wasiwasi. Mkwao yupo, tutakuja mara nyingi tu hapa. Na we Abi, nitapata mkamona kama Pragya kwa mjukuu wangu si ndio Hapana, usithubutu kabisa kufanya kosa hilo. Kwa nini unasema hivyo? Rockstar? Nachokimaanisha ni kwamba kuwe na mmoja tu kama mke wangu. Kipande cha pili akipaswi kuonekana katika ulimwengu huu, si ndio? Unasema kweli. Unyenyekevu mara nyingi huwa unaleta uzuri. Lakini imekupendeza sana. Najua ni nani atakayeshinda. Mungu wangu, kama Ali ataniona hapa, atanipigia kelele mbele za watu wote. Mimi naondoka Pragya ataondoka. Lakini Ali hawezi kuniacha kabisa. Wewe. Wifi Mitali. Napata kwa watoto wangu Alia. Mimi sikufanya makosa. Niliweka ile pete kwenye pochi ya Pragya lakini sijui ilikuwaje tena kaingia mpaka kwenye pochi ya 5. Nahisi kabisa kuchanganyikiwa kwa sababu niliweka ile pete kwenye ile pochi. Kosa langu kubwa ni kukuamini wewe Mitali kwamba unaweza kunisaidia mimi. Sikutakiwa kabisa kukupatia ile pete. Mimi mwenyewe ndo nilitakiwa niweke hiyo pete kwenye pochi la Pragya. Lakini naomba uniamini, niliweka ile pete kwenye pochi ya Pragya. Inatosha sasa wifi Mitali. Usiendelee kunipa hizo sababu zako. Nakupa nafasi nyingine tena. Usiipoteze. Nataka ufanye uchunguzi wako wote na uniambie nani ameweka ile pete kwenye pochi ya 5. Kumbuka, hakuna makosa wakati huu. Hapana, mimi nitaifuatilia. Lakini tafadhali, naomba usinifokee kama hivi. Nikumbusha utotoni kipindi bibi yangu alikuwa akinifokea. Sikiliza, sitaki tena kusikiliza hadithi za bibi yako. Nataka ufanye hiyo kazi. Nataka kujua matokeo. Sawa? Mungu wangu. Uko katika matatizo Mitali. Sasa mimi nitajuaje ni nani ambaye ameweza kufanya mpango huu jamani? Purab ndo alijua mpango wetu kuhusu Pragya, na ndio maana akaweza kuitoa pete kwenye pochi ya Bulbul na kuweka kwenye pochi ya 5. Lakini ni kwa nini hawezi kumsaidia mdogo wake na Pragya na kumchongea 5 ambaye ni shoga yake na Alia? Huyu unaendelea hapa Mitali. Nitalisawazisha vipi hili?